Andika kwanza pale juu, muhimu sana. Nataka kuandika kitu pale juu, andika muhimu sana. Kwa kichwa cha somo andika muhimu sana. Okay, andika Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 9 hadi wa 13. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu inabatilika. Nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika haya lililo kuu ni upendo. Haleluya. Tunaona maandiko yanasema hivi, tunafahamu kwa sehemu. Tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu. Anasema lakini ijapo ile iliyo kamili iliyo ya sehemu inabatilika. Sasa wengi huwa tunasoma hii sura ya 13 ina mambo mengi mazuri. Inaanzia pale ujaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama hauna upendo wewe si kitu, ni kama shaba iliao na upatu uvumao. Halafu inaendelea pale chini. Lakini hapa kwenye hii sehemu hii watu wengi huwa hawaitafsiri, lakini imebeba mambo makubwa ambayo leo tunaenda kuyajadili. Anasema hivi, tunafanya mambo kwa sehemu na tunatabiri kwa sehemu. Anasema hivi, inapokuja ile iliyo kamili sehemu inabatilika. Maana yake ni nini? Anaeleza kwa habari ya kwamba ile sehemu inabatilika inapokuja kamili. Mbele anaongelea kwa habari ya mambo ya kitoto. Yaani tunafanya kwa sehemu. Mfano, umeona hawa watu wanaoitwa nursery schools. Hii elimu ya kindergarten, elimu ya watoto wadogo. Wale wanaenda kwa sehemu kwa ajili ya utoto. Wanaenda kwa nini? Kwa sehemu. Yaani anaenda asubuhi, anafundishwa mwisho saa 6. Na ukiangalia hadi saa 6 unaweza kukuta amesoma saa 1 tu. Baada hapo ni kulala na kucheza. Anasoma kwa sehemu kutokana na utoto. Sawa? Kwa hawezi pata iliyo kamili, anapata kwa sehemu. Nakumbuka wakati mimi ninasoma kindergarten nikiwa mtoto mdogo kule kijijini kwetu. Tulikuwa tunaenda asubuhi na kikombe, unakunywa uji, unarudi nyumbani. Haufundishwi. Kwa hiyo tulikuwa tunapata kwa sehemu. Unajiandaa akili kwamba ipo siku utaenda shule. Yaani nikaja kugundua kwamba walikuwa wanatufanya kwa kuwa tulikuwa watoto wadogo tuanze kuzoea ile taratibu ya kwenda shule na kurudi, ili tutakapoanza darasa la kwanza tusisumbue. Kwa hiyo tulikuwa tunapelekwa, tunafanya kwa sehemu. Afadhali wa siku hizi hata wanafundishwa wengine. Mimi watoto wetu wanatoka kindergarten wanajua hadi kuandika na kuongea Kiingereza. Lakini zamani tulikuwa tunatoka kule tunajifunza vitu vidogo tu kama kutoa kamasi na hivi na kunywa uji na kuondoka. Lakini ilikuwa ni sehemu inayomsaidia unapofika darasa la kwanza. Anasema utakapofika darasa la kwanza bado yale mambo ya kitoto ya kwenda kunywa uji yanabatilika. Unapata iliyo kamili ya darasa la kwanza, lakini bado ukiangalia mlolongo wa elimu ile ya darasa la kwanza sio kamili, nayo ni sehemu. Tunaenda sawa sawa mpaka hapo. Ukifika chuo kikuu
Chuo kikuu ni tofauti sana mambo yake. Hata mtihani wake hauna kitu kinaitwa marking scheme kwamba mwalimu amekaa anaangalia majibu ndio akutiki. No. Yaani anaangalia una uwezo gani wa kuongea, wa kutetea hoja zako. Mwalimu anaweza kauliza lecturer, hii ni feni ama sio feni? Mwingine akasema hii ni feni, akatoa sababu za kwa nini ni feni. Mwingine akasema hii sio feni na akatoa sababu kwa nini sio feni, na wote wakapata max 10 kwa 10. Mwingine akasema hii ni feni kwa sababu ikiwashwa inatoa upepo. Mwingine akasema hii sio feni, imejaa vumbi tupu. Akaanza kutetea. Alafu wote wakapata. Kwa hiyo unakuja kuangalia kwamba kwa nini unapofika chuo kikuu mambo yale yote ya elimu za awali zote yanabatilika. Unaanza kusikilizwa kama mtu mzima ambaye unaweza ukajenga hoja nje ya marking scheme. Kwamba mtu anaweza kajenga hoja ya kujieleza kama mtu mzima. Kwa lugha nyingine, hata yule profesa anapokaa na kuongea na mwanachuo haongei kama na mtoto mdogo, anaongea kama na mtu mzima ambaye anaweza kajenga hoja yake, anaweza katetea kitu, anaweza kakitengenezea hoja mpaka kikana mashiko, anaongea kama mtu mzima. Yale ya mwanzo yote anafanya nini? Yanabatilika. Sasa anasema ya kwamba nalipokuwa kama mtoto naliongea kama mtoto. Sawa? Kuna namna unaongea kama mtoto, unasema kama mtoto mdogo. Lakini sasa hivi ninapokuja kwa mtu mzima, yale mambo ya kitoto yanabatilika. Ukisoma maandiko anasema hivi, nalipokuwa kama mtoto nalipokea kwa sehemu. Lakini unapokuwa mtu mzima unapokea kwa ile iliyo kamili. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana nasema hapa ya kwamba anasema hivi, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo yote, mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kioo kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa tunafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami nilivyojuliwa sana. Unapata iliyo kamili. Unapobatilisha mambo ya kitoto unapata iliyo kamili. Lakini unapokuwa mtoto unaongeleshwa kwa sehemu. Haleluya. Na ndio maana hata wewe sasa hivi unapoongea na mtoto unaongea naye kwa sehemu. Amen. Unaongea naye kwa nini? Kwa sehemu. Lakini kuna nyakati ambapo anapokuwa mtu mzima unabatilisha utoto. Mambo ya kitoto yakibatilika unaanza kuongea kwa sehemu, kwa ile iliyo kamili. Huongei naye kwa sehemu, unaongea naye kwa ile iliyo kamili. Sasa unaweza kaelewa kwa nini Paulo alikuwa anaongea hivyo. Paulo alikuwa anajaribu kwa mbali sana kuwavuta Wakorinto waelewe athari ya kutokubatilisha mambo ya kitoto. Athari ya kutobatilisha mambo ya kitoto. Lakini pia anaeleza faida ya kubatilisha mambo ya kitoto, yani kuwa mtu mzima katika roho. Anasema ile iliyo ya sehemu ni kwa ajili ya wale ambao bado ni watoto, hawajabatilisha mambo ya kitoto. Lakini ile ya kamili ni kwa wale ambao tayari wamefanikiwa kubatilisha mambo yote ya nini? Ya kitoto. Haleluya. Tunapoongelea kwa habari ya utoto, kuna sifa nyingi sana za utoto. Kwamba mtu, moja ya sifa ya mtoto ni kutoweza kujisimamia mwenyewe. Hiyo ni sifa moja kubwa ya mtoto. Kutoweza kujisimamia mwenyewe ndio sifa kubwa ya mtoto. Na sifa kubwa ya kwamba huyu mtu amebatilisha mambo ya kitoto ni kuweza kujisimamia mwenyewe. Hata katika imani ndivyo ilivyo. Hata katika mwili ndivyo ilivyo. Mtoto akishaanza kujiogesha mwenyewe na kujivalisha mwenyewe, unaanza kuongea naye kama mtu mzima.
Lakini huwezi kuongea na mtu mzima, huwezi kuongea na mtoto kama mtu mzima wakati akitaka kwenda chooni mpaka umvue nguo. Bado utaongea naye kama mtoto mdogo. Kuna mtu mmoja anaelewa? Akishaanza kujiandaa, anajiogesha mwenyewe, anajivalisha mwenyewe, yale mambo ya kitoto automatically yanabatilika. Unaanza kuongea naye kama mtu mzima. Kwa kuwa huyu mtu ameyabatilisha mambo ya kitoto. Usipobatilisha mambo ya kitoto unapokea kwa sehemu. Ukiyabatilisha mambo ya kitoto unapokea ile iliyo kamili. Haleluya. Haleluya. Nini maana yake? Kuna tabia za kitoto kutokujisimamia mwenyewe, za kiroho. Ibada ambako usisitizwe kwamba unatakiwa kuja kwenye ibada, ni tabia za kitoto. Ibada unachagua, niende leo, niende nisiende. Yaani ukiona unawaza kama uende ama usiende, ujue bado tabia za kitoto hazijabatilika kwako. Seli mpaka ufanye kusitizwa seli, kwamba hakikisha, jamani hakikisheni wana seli mnakuja, atakayewahi tutampa zawadi, ujue pana utoto hapo. Hapo mambo ya kitoto bado ni mengi. Unapoona mnavutana kwenye mambo kadha wa kadha ya kazi ya Mungu, bado utoto haujabatilika. Kakitu kadogo mtavutana kwa ajili ya utoto. Asa angalia, kuna hasara kubwa sana ya kuwa mtoto na kutokubatilisha utoto. Hasara kubwa ya kwanza, unapokea kwa sehemu, haupokei ile iliyo kamili. Hasara kubwa ya kutokubatilisha utoto, unapokea kwa nini? Haupokei ile iliyo kamili, unapokea kwa sehemu. Yaani ukiomba baraka, Mungu naomba nibariki, naomba nibariki, naomba nibariki, Mungu inabidi ambariki mtu mwingine ili wewe aje kukupa kwa sehemu. Kwa sababu bado mambo ya kitoto hayajabatilika. Mungu naomba unibariki, naomba nibariki, lakini wengi huwa wanaomba kwa ile iliyo kamili. Lakini ndani kama una mambo ya kitoto, hata kama ukuomba iliyo kamili, utapokea kwa sehemu kwa ajili ya utoto. Kuomba ile iliyo kamili ni nini? Watu ni wataalamu sana kwenye kuomba hapa. Baba ninaomba nipe nyumba. We Mungu ulisema ya kwamba tutakosa mahali pa kuishi. We Mungu ulisema. Wanaomba kwa kamili. Mungu naomba nipe gari. Mungu naomba nipe mume. Naomba nipe watoto. Unaomba kwa kamili. Ila maisha yako yana utoto mwingi, hayajabatilisha mambo ya utoto. Wakati unaomba kwa kamili, kanisani unakuja na siku unaotaka. Wakati unaomba kwa kamili, umeishi kama muumini, ufanye kazi yote ya huduma. Wakati unaishi kwa kamili, uzae hata kumleta mtu aliyerudi nyuma. Wakati unaomba kwa kamili, bado kuna matendo yanayoonyesha kwamba utoto bado haujabatilika kwako. Na ndio maana Paulo anajaribu kueleza hii kwa nguvu kubwa sana. Akasema hivi, unapokuwa mtoto, sasa nilivyokuwa mtoto naliongea kama mtoto mdogo. Na ndivyo ambavyo alichukuliwa kama mtoto mdogo. Anasema hivi, kuna mambo alivyokuwa mtoto mdogo aliyaona kwa fumbo. Kwa fumbo. Lakini ukiwa mtu mzima unaiona kwa ile kamili. Maana yake nini? Hata Mungu anapoongea na mtoto mdogo ambaye hajabatilisha utoto, huwa anaongea naye kwa fumbo. Ukitaka kuijua ile iliyo kamili, nenda kwa mchungaji, ndio atakwambia kwamba hii iliyo kamili ni 1 2 3. Kabla hapo ataongea na wewe kama mtoto. Unaona tu kwenye ndoto kitu kimepita hivi ni nini? Ni utoto. Ukienda kwa mchungaji kwamba hivi kilichopita kile maana yake ni hii na hii na hii. Ni kama Samuel alivyokuwa mtoto katika roho, anasikia anaitwa, hajui anayemuita nani. Anaambia Eli umeniita, anambia mimi sijakuita. Anakaa tena kidogo anashangaa anaitwa Eli umeniita, sasa sijakuita. Baadaye Eli anakumbuka ni mtoto huyu. Ngoja tubatilishe utoto, utakapoitwa sasa hivi sema niko hapa Bwana, sema nami mtumishi wako niko tayari kusikia.
Na aliposema vile kwa mara ya kwanza hakurudi tena kwenye utoto. Utoto ulibatilika kwa Samueli. Akaanza kusema, Mungu akaanza kusema naye. Samueli akaanza kufikisha ujumbe. Na tunaona hadi anaenda kumtawaza Daudi kwa mfalme. Tunaona anapeleka ujumbe kwa Sauli, ujumbe wa Mungu anapeleka sawa sawa na alichokisikia, kwa sababu utoto ulishabatilishwa. Samueli hapokei tena taarifa kwa fumbo, anapokea kwa ile iliyo kweli. Kwa hiyo mkini umefunga sana, umeomba sana, lakini kama ndani yako hujabatilisha mambo ya kitoto, bado utapokea kwa sehemu. Baba nibariki, Baba nibariki, Baba nibariki, Baba nibariki, lakini ndani yako kuna utoto, mambo ya kitoto. Mambo ya kitoto ni mambo gani? Unaambiwa kuna kutoa fungu la 10 na utoi fungu la 10 na unabahasha. Unatoa fungu la 10 mwezi huu, mwezi unaokuja una skip. Unatoa mwezi huu unaokuja una skip. Ndani yako ni mambo ya kitoto. Usipoyabatilisha hayo, kwanza Mungu anaanza kuona wewe, anapaswa kuongea na wewe kwa sehemu, sio kwa ile iliyo kamili. Kwa hata ukiomba, Baba ninaomba unibariki, anabarikiwa mwingine ili akupe wewe kwa sehemu. Baba ninaomba Baba, fungua milango Baba, nipate baiskeli Baba. Lakini anaona kuna utoto hujabatilika, anampa mwingine gari, hela ya gari, halafu akumegee wewe ya baiskeli. Aliyeomba ni nani? Ni wewe. Lakini Mungu anampa kwanza yule aliyebatilisha mambo ya kitoto. Amekuwa mtu mzima. Narudia tena, utu uzima dalili yake ni kujisimamia. Ndio utu uzima. Yaani patikane ya kwamba asitokee mtu akaanza kukuelekeza fanya hiki. Unajua mimi hapa, sikia, niwaambieni ukweli, kama ningekuwa nataka kulea watu wote hadi watoto pangekuwa pamejaa hapa. Lakini hapa tunafundishana kwa ajili ya kutaka yaani sisi hatuna ushabiki wa idadi kubwa ya watu. Tuna ushabiki wa ukomavu wa watu kiroho. Ndio ushabiki wetu hapa. Kwa hiyo tunamwomba Mungu wakati anatukuza, ukuaji wetu wa kanisa na ongezeko liambatane na ukuaji wa kiroho. La sivyo, kama ni hivyo, mimi ningekuwa naweza kufanya ubunifu wa kuwaleta watu. Mbona ni mwingi tu? Ubunifu wa kuwaleta watu ni mwingi tu. Watoto ambao hawajabatilisha mambo ya kitoto, wenyewe wanapenda maombi na maombezi tu. Wenyewe maombi na maombezi tu. Haji na diary, haji na peni, haji na Biblia, amekaa ameshikilia kiuno kinachouma, anasubiria wakati wa nini? Wa maombi na maombezi. Hatuwataki hao. Tunataka sisi watu ambao hata kama kiuno kimekaza, unapokuja kuombewa kiuno, uwe umebeba Biblia yako na daftari lako na peni yako, unakuja kumsikia Bwana katikati huko, atakuponya kiuno. Kwa sababu maombi na maombezi kwetu sisi ni ratiba za ibada, zipo ndani ya ratiba za ibada. Lakini mpango mkakati ni kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu. Ndio kusudi. Hapa ulishaonaga hapa kuna mwimbaji binafsi amekuja hapa? Wewe wala unakujaga, mimi ni mwimbaji binafsi nimekuja kuimba. Alafu nasema naomba wimbo namba 10. Tan 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 tan. Ulishasikia ujinga hapa? Na utakuja kuona. Hapa kama nataka wewe kuwa mwimbaji binafsi, jiunge na bendi kule. Hamna mwimbaji binafsi hapa. Jiunge nani? Tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Na walishakuja kibao hapa. Wengi. Kuna wengine wanakuja, mimi mwimbaji binafsi naomba nije niwatembelee, naambia karibu. Anadhani ya kwamba akija tutamwambia weka CD utuimbie. Anakuja hapo na namuona na mpaka ibada inaisha anaweka mikono anaondoka. Sisi hatunaga mwimbaji binafsi hapa. Tuna bendi ya kusifu na kuabudu. Wewe kama ni mwimbaji binafsi kajiunge pale. Penda ubinafsi tu. Na ndio hao ndio wanakuwa watoto kweli. Akishafanya ntem kimpigia mikono akitoka anafutafuta jasho, huyo boda anaenda kanisa jingine. Hamna ujinga hapa. Na hatuna utoto kusema hivi wiki ijayo tutakuwa na mwimbaji fulani na basi wanakuja watu wengi tu kwa ajili ya waimbaji.
Huo utoto sisi hapa hatuna. Hatuna hapa huo utoto. Tulibatilisha mambo ya kitoto. Ukiona unaenda kwenye kanisa ambalo lina promote waimbaji eti ndio watakuja, eti ndio wenyewe, huyo ni kanisa kwanza anaye promote hadi wanaomsikiliza na kumshangilia wote ni watoto. Wana mambo ya kitoto. Watu inabidi waje kumwabudu Mungu hata kama mziki haupo, hata kama vyombo havipo, hata kama waimbaji hawapo. Mungu anataka kusikia unachokiimba wewe, sio anachokiimba mwingine. Mungu anataka kusikia sifa za kinywa chako. Hiyo ndio ajenda ya Mungu. Sio show. Haiwezekani. Tumeyabatilisha mambo ya kitoto. Hapa ni watu wazima. Na mambo ya kitoto tunayabatilisha. Na ndio maana ukuta watu wanajisimamia. Mimi niwapongeze sana. Nikiongea kwa habari ya kanisa langu la Mbutu, utoto mwingi haupo. Wala watoto wengi wenye mambo ya kitoto wengi hawapo. Mimi naambia ni ukweli, mambo ya kitoto hapa tumeyabatilisha. Na mimi wanakaa naangalia, nikishaona mambo ya kitoto na kuacha kwanza, ili mambo ya kitoto yaondoke. Maana kuna watu wengine wanapenda attention, wanapenda yani anapotea anakuja, anapotea anakuja, anapotea. Ipo siku hapa unapopaona hapa, kama ulikuwepo na ukapotea bila kuaga, ukija naambia toka, ondoka. Hapa ndio utajua kwamba hapa hatuvutiwi na idadi kubwa ya watu. Tunavutiwa na ukomavu wa kiroho wa watu wanaoendelea kwa ajili ya kusikia kila siku neno la Kristo. So unakuja, ukiondoka unaondoka, ukirudi unarudi. Unanisikia wewe? Umeanza kuja lini? Mara yako ya kwanza kuja lini? Uliondoka? Ulikuwa wapi? Ndio ulikuwa Tabora. Umerudi lini? Una mwezi. Uliporudi kaanza ibada. Ukuja kwenye ibada. Umekuja leo. Ndio mara yako ya kwanza. Uwe makini. Sawa? Uwe makini sana. Kwa sababu sasa hivi mwendo unaoenda hapa, ukileta utoto, sisi tunakuletea ukomavu wa kiroho. Ile watu tu wanakuja, baada ya muda anaondoka zake, alafu siku nyingine tena anaonekana hivi. Sikiliza. Hii sio stand ya jiji. Hapa ni kanisani kwa Mungu. Sawa? Ni nyumba, lazima tujuane. Kama mgeni tujue mgeni ni nani. Kama ni mwenyeji tujue mwenyeji ni nani. Ukishahudhuria hapa mara 4 kwa mfululizo au mara 3 kwa mfululizo, tunakuondoa kwenye group la wenyeji. Ukiondoka la wageni, ukiondoka uwage. Na sivyo ukirudi tunaweza tukakufukuza. Ushuka unaelewa? Ukiondoka uwage. Tabia mbaya. Unaenda kwenye nyumba ya mtu afu unaondoka piu. Yaani mtu amefika kwenye nyumba yako, amekaa siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, mnadhani ameenda chooni, kumbe ndo ameshaondoka. Sasa niko mkoa tayari. Huyo akirudi mtamkubali? Tunabatilisha mambo ya kitoto. Niliwaambia hivi, ajenda ya kanisa, lazima kanisa lionekane lenyewe linahitajika na watu, sio kanisa linawahitaji watu. Tumeelewana? Lazima tutengeneze utaratibu wa kwamba watu ndio tunalihitaji nini? Sio kanisa linahitaji watu. Mtu akifika lazima aondoe, abatilishe mambo ya kitoto. Mambo ya kitoto. Nilikuwa naongea kitu kimoja na mke wangu hapa. Nikasema hivi, nitatoa tangazo moja redioni, watu watalicheka. Nitasema na wakaribisha wote HVC, lakini kama unayenisikia una kanisa lako, usije. Kaa huko, acha umbea, kaa huko. Tunawakaribisha watu ambao hawana nini? Makanisa. Unajua kuna matangazo mengine ndio yanayobatilisha watu. Unaambia njooni. Unaowaita ni Wakristo. Unaita kwenye redio ya Kikristo. Watu waje wapi? Watokee wapi? Waje wapi?
Kama unataka kuwaita watu, abidi tuende kwenye redio ambazo sio za Kikristo. Twende kule tukawaambie watu waje. Tuwaite wale wanaoenda kwenye madisco, wale wanaokaa kwenye mabichi, wale wanaovuta bangi, waje, ndio tunaowahitaji. Unaenda kwenye redio ya Kikristo ambaye anayesikiliza mwenyewe ameshaokoka, ana kanisa lake, unamwambia aje, njoo. Atoke wapi kule, aje wapi? Kwani huko kuna nini? Si ni Yesu yule? Akae huko. Marufuku kuondoka kanisa lile uje huko, kaa huko. Tunawatafuta ambao hawana makanisa, hawajaokoka. Ukija uokoke ndio uendelee hapo. Lazima tubatilishe mambo ya kitoto. Lazima tubatilishe mambo ya kitoto ili tuepukane na kupokea kwa sehemu. Tupokee ile iliyo kamili. Haleluya. Tupokee ile iliyo kamili. Ukitaka kupokea ile iliyo kamili, lazima ndani yako ubatilishe mambo ya kitoto. Haleluya. Angalia kama mtoto anaaminiwa. Mwenye mambo ya kitoto anaaminika. Labda nikutolee mfano. Hivi si bora kukaa watu wazima kuliko kuchanganyana na watoto? Hivi mnaweza mkakaa mkaongea, kwa mfano watu 10, mna watoto wengine wako 100 hapa. Watu 10 mtaelewana kweli? Watoto watawapigia kelele, si ndivyo? Na ndivyo hata katika ulimwengu wa roho. Unaweza kumbuka, utoto sio umri. Unaweza kuwa mtu mzima, mtoto inabidi ukae pembeni. Watu wazima, hili ni darasa, hili ni kanisa la watu wazima. Hata utoto lazima ubatilike. Mtu ukija hapa ni mtoto, kaa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, lazima tudai utu uzima kutoka kwako. Tutaudai utu uzima. Ndio maana ukuta watu wazima watatu wakimezwa na watoto wengi. Watoto na mambo yao katika roho. Watoto, mambo ya kitoto. Wewe uko rohoni, umetoka zako kwenye mfungo wa siku 7 binafsi, umeteseka, ujala chakula, unakuja unakutana na watoto. Ndio marafiki zako. Anakuambia, "Mwangalia mwenye shati jeupe, nitakusimulia baadaye." Umetoka kwenye mifungo. Mwangalia, na mwanaume angalia yule mwenye shati jeupe, alafu mwangalia na mwanaume mwenye nitakusimulia baadaye. Mwangalia na yule kule, mwenye nywele ndefu, aliyekata, nitakusimulia baadaye. Alafu baadaye umemaliza ibada ndio unakaa. Yule niliyokuambia mwenye shati hivi, yule mwingine ana wivu. Alafu wewe nitaka nikwambie tu kwamba wala hatajapendeza. Wewe umeona pendeza? Sema. Umetoka kwenye mifungo, umeutafuta uso wa Bwana, ni mtu mzima, unachangamana na watoto wenye mambo ya kitoto. Lazima utie aibu. Kuna mtu mmoja anielewa? Kwa hiyo usidhani ya kwamba kwa nini hatupendi issue za utoto. Kila mtu anayekuja mahali hapa, kama ni mtoto, tunampa mwezi mmoja tu awe ambatilisha mambo yake ya kitoto. Kama wewe ndio unakuja kanisani leo, unahudhuria ghafla unaondoka zako hata uwagi. Ukirudi tunakupiga stop, tunaambia rudi ulikotoka. Na nakwambia itawezekana. Na tutabatilisha mambo ya kitoto. Nini maana yake? Kama nasafiri, njoo aga. Kama utakuwepo, aga kwa kiongozi wako aseli. Tujua mwenzetu hayupo. Unajua ukiwa na mambo ya kitoto, mtoto yote haaminiki, hata kupewa kitu kikubwa haaminiki. Na maana kuna wengine kutoshindwa kubadilisha mambo ya kitoto, hawaaminiki hata kupewa mambo makubwa. Mimi nakumbuka nilipokuwa mtoto, nilitumwa siku moja, nilitumwa safari kupeleka hela mjini. Nimetoka kijijini. Enzizo miaka hiyo, hamna M-Pesa, hamna Tigo Pesa. Nakumbuka kabisa, sijui ilikuwa ni 80 ngapi ile. 80 ngapi ama 90? 87, 80 ngapi huko au 90 hapo. Nimepewa, mtoto mdogo lakini natakiwa nipeleke hela. Kwanza mama aliniambia, "Uvua nguo weka hapo." Nikavua nguo zote, nenda chooni. Kajisaidie, toa haja zote, urudi hapo. Nikaenda chooni, nilivyorudi, "Umehakikisha haja zote ndogo na kubwa hamna?" Njoo simama hapo. Nikiwa sijavaa nguo. Akachukua kanga, akaviringisha zile hela, akazifunga. Alafu akanipitisha kiunoni hapa, akafunga. Alafu pale si imetunatuna hivi, akaipinya hivi, akatafuta kanga nyingine ya pili, akaifunga, kopa kawa flat.
Ndio nikavalishwa suruali. Ndio nikajua kumbe kwa nini niliambiwa nende nikaondoe haja zangu zote. Nzee nikaenda kuchocha jirani, nikaenda kuacha, baada kuacha mzigo wa tumboni nikaacha mzigo wa kiunoni. Sawa. Nikafungwa suruali, nikachomekewa hivi. Kwa kanga na hela ziko ndani. Nikachomekewa hivi, nikawekewa na mkanda, nikawekwa na jacket fulani, nikafungwa namna hii, nikavalishwa na kiatu. Akasema usimuongereshe mtu yoyote njiani. Sawa. Usimuongereshe mtu yoyote njiani. Alafu asikugusa mtu. Akikugusa kimbia. Kwa hiyo nimepanda kwenye lile basi la zamani. Magari ya zamani yalikuwa ni malori. Yametengenezwa siti ya huku na huku tu, mnatazamana namna hii. Hata kama mtu umpendi, utamtazama barabara. Kwa hiyo nimekaa lile lori. Lori ni kubwa, linakuwa ni lori refu hivi. Limewekwa tu benchi moja hivi na kagodoro hivi. Kwa hiyo umekaa namna hii na benchi jingine liko hapa. Umekaa hapa katikati ni mizigo, miwa na kila kitu viko hapo katikati, vimejaa hapo. Alafu ndio na wewe umekaa hapo sasa, ndio mnatazamana hapo. Mama kaniambia shikilia kote. Ama ni marufuku kulala wala kusinzia. Kwa hiyo nimeenda namna hii ngaja. Hadi nafika. Nimehifadhi nini? Angalia nikwambie kitu kimoja. Nilipofika tu nimekutana na yule ambaye alikuwa anatakiwa kuzipokea hizo hela. Niliposhuka tu nikadakwa papo. Yaani utadhania mimi ni wa thamani, kumbe kilicho kiunoni ndio cha thamani. Twende. Nimeongoza pale basi, naenda namna hii tu. Twende, naenda namna hii. Fika, ingia ndani, avua nguo. Nikavua nguo, ikatolewa ile hela. Ilipotolewa ile kanga ikawekwa hapa, sema nenda kapumzike pale. Kazi umemaliza. Nenda kapumzike pale. Nikafunguliwa na Pepsi, nikaanza kunywa kwamba mzigo umefika salama. Nikajiuliza leo, hivi mbona mifuko nilikuwa nayo? Kwa nini asingesema vaa nguo, weka hela mfukoni? Hizi hela kapeleke kwa angekuwa nazituma na mtu mzima. Angemwambia vua nguo kajisaidie kwanza. Angemwambia funga kanga. Ni mtu mzima angesema bwana naomba hizo hela mwenzangu, ukifika pale stand umpe mtu fulani. Si ndivyo? Akisha mkabidhi mkononi, wala hata mwambia weka mfuko huo. Yule mtu mzima yeye ndo anajua hifadhi wapi fedha kwa ajili ya utu uzima. Lakini ukiwa mtoto mdogo, hujabatilisha mambo ya kitoto, huaminiki hata mbele za Mungu. Huaminiki. Na yamkini zile hela hata nikiangalia leo, yani kama ninapiga hesabu ni kama 50 60 hivi ya kipindi hicho. Lakini na najua kama ingekuwa labda ni 500,000 ya leo, hata nisingetumwa mimi. Nisingetumwa. Na ndivyo hivyo ilivyo watu ambao hajabatilisha mambo ya kitoto, hata kutumwa kwenye kazi ya ufalme hawatumwi. Mungu kama inahitajika 3,000,000 hapa, Mungu hawezi kukubariki wewe kama hujabatilisha mambo ya kitoto. Ambao ukipewa tu 100,000 tu, shilingi 10,000 fungu la 10 unakula. Ndio utumwe 3,000,000 zitafika. Lazima ubatilishe kwanza mambo ya kitoto ili Mungu apate kukutumia. Haleluya. Mwambie jirani yako, batilisha mambo ya kitoto ili upate kukumbukwa. Ili upokee kwa kamili. Mwambie usipobatilisha mambo ya kitoto, athari yake unapokea kwa sehemu. Kuna mtu mwenye anaelewa? Yaani wewe unakazana kuomba na kufunga, Mungu akiangalia mambo ya kitoto, haleti hela yote kwako. Anaenda kumbariki ambaye hata alikuwa afungi ili alete kwako kwa sehemu. Ukiambia kwa nini mzigo wote usingefikia kwangu? Kwa sababu ya utoto, hujabatilisha mambo ya kitoto. Anaona Mungu ni bora upokee kwa sehemu, kwa sababu kama ukipewa 100,000 unaweza kupata utulivu wa kusikiliza ibada, basi atabaki tu kukupa hiyo 100,000 ili utoto ubaki. Utoto wako ndio unakugharimu.
Utakapobatilisha mambo ya kitoto kwamba ukawa na milioni 1 imekaa, halafu bado ukaendelea kuwa na ibada zako na ratiba zako, umebatilisha utoto. Mungu ataleta iliyo kamili kwako. Ukiomba milioni 10 anaileta kama ilivyo kwako. Lakini sasa hivi Mungu anaona tu 100,000 tu yenyewe unawezeka usiku na mchana. Je, akikupa milioni 10 si utaacha hadi ibada? Lazima ubatilishe mambo ya kitoto. Narudia mara ya 3, utoto ni nini? Ni kushindwa kujisimamia. Utu uzima ni nini? Kuweza kujisimamia. Kuweza kujisimamia. Hivi nadhani wewe kama ungekuwa mtoto mdogo katika mwili, ungekuwa mtoto mdogo, mama yako angekuacha uwepo hapa sasa hivi? Kwa nini mama yako haulizi? Wangapi wana mama zao bado? Asubuhi amekuuliza unaenda wapi? Si ajabu wiki nzima hajakuuliza unaenda wapi. Umeulizwa umekula nini? Umeulizwa umelalaje? Ukirudi na nguo mpya utaulizwa umenunuliwa na nani? Kwa nini? Kwa sababu umeweza kujisimamia mwenyewe na anakuona wewe ni mtu mzima. Kwa hiyo unapewa, amekupa moyo wake kwa ukamili. Anajua kwamba utaweza kurani maisha yako. Hata mbele za uso wa Bwana, wapendwa, wengi hatujabarikiwa kwa sababu tumekataa kubatilisha utoto. Tumeokoka tuna miaka mingi lakini utoto ni mwingi. Ibada za seli huendi, unadhani labda unamkomoa mtu. Unazidi kutengeneza mazingira kutokuaminika. Ibada za katikati ya wiki huji. Maombi hufanyi. Yaani wewe kiongozi wako akikuambia, wewe unachagua unachotaka kukifanya. Lakini mtu ambaye amebatilisha mambo ya kitoto, kiongozi wake chochote atakachomwambia, anaona kwamba kiongozi ni sauti ya Mungu. Ni Mungu anamuongelesha yeye. Mtoto ni nani? Haoni sauti ya Mungu. Yaani hata mchungaji akiongea anaona kama huyu ni mchungaji. Haoni kama ni Mungu anaongea kwa mtumishi wa Mungu. Anaona ni mchungaji tu. Kiongozi wake hatakimpa maonyo, anaona ni kawaida tu. Yaani yeye anaona kila kitu kawaida. Na ndivyo watoto walivyo. Mtoto anaona tu kawaida. Yaani hata mambo mtoto anaona kawaida. Hivi mtoto nadhani kuna watoto wale ukimvua nguo ukakaachia kako uchi, sikana kuja hadi huko. Ni kwa ajili ya utoto, si ndivyo? Akiwa mtu mzima anaweza akaja huko akiwa hajavaa nguo. Haiwezekani, kwa ajili ya utu uzima. Mwambie jirani yako, batilisha utoto. Wengi wameshikiliwa kwa sababu wamekataa kubatilisha utoto. Mwambie utoto katika ulimwengu wa roho ni kuto kujisimamia. Mwambie utu uzima katika roho ni hali ya kujisimamia mwenyewe. Kuna mtu ananielewa? Anasema hivi, unapopokea kwa sehemu, ile ukikua ile sehemu inabatilishwa, unapokea kwa kamili. Haleluya. Unapokea kwa nini? Toa fungu lako la 10 kamili. Uwe mwaminifu katika hali zote. Usikubali kulazimishwa, yani kujing'ang'aniza kwa vitu. Mimi nina watu wangu wawili hapa, vijana wangu wawili wazuri sana. Hapa nilikuwa na watoto wangu wa kiroho wa kike. Yaani unakuta hapa Mbutu, mtoto wangu wa kiroho wa kike, mwanaume anakuja kutaka kumchumbia, mimi nampiga mkwala mwanaume, naambia mpaka kusimama kiroho ndio mchukue mwanangu. Mwanangu achukuliwe na mtu ambaye hajasimama kiimani. Yaani huwezi amini, mwanaume anaamua kusimama kiimani hadi anamwacha yule kwa sababu naye hajasimama. Hujaelewa? Umeelewa? Yaani mimi nimekuja na kutetea we mtoto wangu kwamba we Johnson asikuoe mpaka uwe. Sina uhakika na Johnson. Mpaka Johnson asimame kiroho ndio akuoe wewe. Johnson anasimama kiroho mpaka anakuja kukuacha wewe kwa kuwa hujasimama kiroho. Imetokea hapa. Yaani yule aliyekuwa mtoto anakuwa hadi mtu mzima, hadi anakuona wewe ni mtoto. Na yeye anaona hayupo salama kuwa na wewe kwa sababu wewe ni mtoto.
Imetokea hapa. Kwa watu kama wawili watatu imetokea hapa. Ni aibu. Yaani aibu. Aibu. Yaani yule ambaye mimi nilikuwa nahofia, yeye ndo amesimama. Hapa anakuja ananiambia, sikilize, nilikuwa nimesimama kwa ajili ya kupata vigezo vya kumuoa yule, lakini kwa saizi nasimama mwenyewe, wewe ndio baba yangu na hili ndio kanisa langu. Mengine yatajiri baadaye. Si aibu hiyo? Kwa hiyo inamaanisha kuna wengi hapa hawaolewi kwa sababu hawajabatilisha mambo ya nini? Ya kitoto. Nilikuwa na mabinti hapa nimekaa nao, naambia wewe usikubali kulala na mwanaume. Kweli baba. Baba tumecheleweshwa. Yaani leo ni kama umeongea kitu kimefunguka hivi. Wape siku mbili tu. Enzizo na watraki kwa jicho la namna hii. Nampigia simu naambia, umelala hujalala na mtu? Yuko, baba naomba Jumanne nikuone. Nikamwambia, nisikiliza, sio Jumanne unione. Nauliza, tuliongea Jumapili. Leo ni Jumatatu. Umelala na mtu hujalala naye? Baba naomba nisamee. Sikiliza, umelala na mtu hujalala naye, utaolewaje? Kama mtu anakuja, wewe watu wazima waliokomaa kiroho wakikupa maelekezo uyafuate. Mtu akikufuata akitaka mahusiano na wewe, fuata utaratibu. Tulisema hapa na narudia, utaratibu wa HVC, mtu akija kukuambia hivi nakupenda, kimbia akamwambia mchungaji ameniambia ananipenda, na mimi nakuja kutangaza hapa moja kwa moja, jamani hao watu wanapendana. Ili kukomesha wale wanaume ambao wanaenda kusema nakupenda. Ukigusa tu moja pia yamefika madhabahuni. Jamani, na ndio maana tuna program ya kutangaza kwamba hata kama wazazi hawajui, lakini hawa watu wameanza mchakato wa uchumba wao kuelekea uchumba. Tunatangazaga hapa. Lengo lake nini? Ili wanawake wasichezewe. Kama kuna mtu amehamia hapa kwa ajili ya kuja kuchezea mtu, maana kuna watu wanahama makanisa, wanamaliza wanawake hapa, wanahamia kanisa jingine, wanamaliza. Sasa kama mtu anamnaye amekuja, akigusa mmoja, taarifa zimefika kwa mchungaji, kashatangazwa. Umeelewa? Anauza Mungu wangu. Mtu ameshatangazwa na watu wanapiga makofi. Jamani shemeji. Na lengo lake lilikuwa sio kuoa, lengo lake ni kufanya nini? Kuja kuchezea. Huyo mtu si atahama kesho. Atahama na hata kanyaga hilo kanisa tena. Lakini haya mambo mimi nikisema, kwa sababu watu hawataka kubatilisha mambo ya kitoto, unakuta anaendelea. Anakuambia kabisa, usimwambie mchungaji kwanza, unajua mambo yanahitaji utaratibu. Mchungaji, unafuata cha mchungaji, unafuata cha huyo. Mwambie kwani shida ni nini? Si umesema nampenda, unataka kunioa, kwani kumwambia mchungaji kuna shida gani? Unajua sijajiandaa kwa wala tunachoenda kumwambia mchungaji sio mahari, sio ndoa. Tunaenda kumtaarifu kwa habari ya mahusiano tulionayo. Ili mchungaji hataki tuangalia, apate kutuombea juu ya hii safari tunayoanzisha. Tutaua maprayer boy wote. Wale wanaokujaga wamevaa tai mpaka hapa. Ametenga 50 zake tu kwa ajili ya mchungaji, akiongea kidogo anachukua 10,000 anambariki mchungaji. Anatengeneza jina. Mchungaji akiongea tena kidogo anasema haleluya, ananyanyua tena. Sasa na wewe mwenye akili ndogo ambao uchungulilo unaza huyu zipo. Kumbe mwenzako kapiga kibarua juzi na jana kalipwa 30,000. Ka balance.
Anajua nikipiga hizi mbili hizi. Na sisi tunakujaga tunashikishwa kabisa namna hii bila kukunjua, na sisi tunazidaka. Sajabu amenishikisha 1000. Siku hizi kinishikisha namna hii na ikunjua huko, naendelea kuongea huko na ikunjua. Hii tujue. Unaweza kuwa unakuja hapa ambaye unadai unanipa, kumbe unatengeneza jina huko nje. Sasa tumebana kila kona. Kila kona. Ukichezewa umeamua wewe kuchezewa. Ukiamua kuchezewa wewe umeamua, sio hapa. Na hii imetokea hata Sinza pale, imetokea wiki kama 2-3. Amekuja jamaa mmoja, kapita kaanza kuambia wanawake wote anawapenda. Wote. Pita wote, ajali kiongozi, ajali nani. Yaani haogopi. Pita na wewe, ajali wewe, una cheo gani kanisani? Sasa nikawalaumu, nikamwambia niliwaambia, mpaka mimi nikashtuka. Kabla nilimfuata, niliona katika maono, nilimfuata. Wiki moja kabla hajaanza michezo, nilimwambia wewe sikia, ninaona kama unaanza kuongea kwa wanawake huko ndani. Ninaomba hiyo tabia usifanye. Yuko baba siwezi. Kama ikitokea nampata mtu naita, baba mimi nitakuja kwako. Nikamwambia naona hiyo tabia achana nayo. Wiki iliyofuatia kweli akaanza. Ameanza, watu na wenyewe wanakaa kimya, hawasemi. Nikamwambia nyinyi mlikuwa mnataka kuchezewa nyinyi. Nikamwambia next time nikija kushtuka kwamba uliambiwa na ukakaa kimya, na kujua wewe ndio unayependa kuchezewa. Haini swala la kuchezea hapa la watu kuwa maturity. Watu maturity ya watu inakuwa ndogo. Mtu anakuja hata hajasema hata neno alijaisha, ushachukua nguo umehamia kwake. Kabisa. Yaani nikikukamata umehamia nyumbani kwa mwanaume. Nikikukamata unaishi na mwanaume. Umehamia nyumbani kwa mwanaume. Mimi na wewe tutapambana. Either uhame kanisa ama ukubali kuishi kwenye utaratibu wa kanisa. Unaishije na mwanaume? Ambaye hamjaolewa, hamjaoana, unaishi naye vipi? Pale Sinza, niwaambia mtu mmoja pale, alikuwa anaishi kijana mmoja, nikamwambia ninakupa wiki moja. Huo kila mmoja ameenda kwao. Ni maelekezo. Hii inasaidia. Lakini huu utoto tutaukomesha mpaka lini? Niliwaambia hapa msiguswe. Kila siku wanaguswa. Mmekazana tu kwenda kutoa mimba. Nikikukamata. Na hauolewi kwa sababu ya umekataa. Yaani kuna mtu hapa alinifanyia kitu ambacho sijawahi kutana nacho kwenye huduma. Na hata nikauliza wachungaji wenzangu wote nao watakataa, hawajawahi kutana nacho. Kimeanza tu kwa mara ya kwanza hapa HVC. Yaani waasisi ni sisi. Yaani kuna mtu yaani mpaka nikajiuliza huu upako ni bwana ningeuzuia. Kuna mtu alikuwa na tabia kutoa sana mimba. Siku alipoenda kutoa mimba, kizazi kilitoka. Kikachomoka kabisa. Akaona kabisa kizazi amekiona kimechomoka, dude limejikunja imechomoka. Wakaenda kweli kuchungulia, wakutamna kizazi. Nikamwambia sasa sikiliza, unaamini Mungu ni wa maajabu? Kaambia sasa nataka nikuombee kizazi kirudi, lakini acha hiyo tabia. Nikaomba naye. Hapo nikamwambia acha hiyo tabia. Nikamwambia kizazi kimerudi. Kizazi kimerudi. Akashukuru. Ndani ya miezi 3 akapata mimba. Akasema nilikuwa ndani hakika kama kimerudi. Na sasa na mtoto hapa. Wapo ni watoto kati wanaoingiaga na wabariki hapa na waliokuepo jana. Na alikuwa anacheza hapa juzi katoto kanaimba mama. Kamejaribiwa kizazi na kapo. Sasa niambie hii kesi kweli
Sio kwamba ndio imezaliwa hapa hapa kweli. Inaweza katokea kanisa jingine kweli. Hii ni special hapa. Baba sasa wewe, yani nilikaa nikamwangalia ofisini. Yuko baba nisamee tu, nitaka kwa kiki, nisamee tu. Kaambia nenda. Yani sina cha kuongea. Yani wewe ungekuwa mchungaji ungeongea nini? Ndio mtoto wako, ni mtoto wako wa kiroho, huwezi kumkataa. Huwezi tupa, ni wa kwako, utafanyaje? Ama kaikuita Mungu, kwa Mungu nilikosea kuomba kizazi kirudi ama? Nikashindwa kuelewa. Lakini ndio ametokea. Ndio ametokea. Sasa huyu mtu bado nimeendelea kukaa naye, nikamwambia sikiliza wewe, hebu batilisha mambo ya kitoto. Nafasi ya kuolewa ipo. Na kuambia hivi, hapa nafasi za watu kuolewa zipo, lakini mpaka tubatilishe mambo ya nini? Ya kitoto. Mtu akija kwako kutaka kukuoa, usikimbie kuwa mke kabla ya ndoa. Mtu siku moja tu kakwambia bana mimi nafikiria kwamba wewe labda nitataka wewe labda uwe mke wangu. Kesho tunaambia kusanya majinsi na kuja kufua. Unamkuta mtu anafua majinsi. Mtu amekuambia tu jana. Hana hata uhakika. Umeshaanza kufua hadi nguo. Umepika na chakula. Umeanza hapo hapo mbao unakutundika na wewe nguo zako za ndani unatundika kwenye vikombe. Unajiuliza huyu mtu ni mtu wa namna gani ambaye abatilishi mambo ya kitoto? Hivi nguo za ndani za kwako zinatakiwa zikae kwenye chumba cha nani? Cha kwako, nyumbani kwako unakokaa wewe, zitaanza kukaa kwenye chumba cha mwanaume mpaka atakapokuwa nani? Mume wako. Ukimuuliza hapa nadhani ya kwamba akienda akifanya yale mambo ndo anafanya michakato iende. Sikiliza. Wewe unayemrahisishia wewe kuja hapo. Kuna tukio moja limetokea hapa HVC. Hapa. Nilimwambia hivyo mtu, bana batilisha mambo yako ya kijinga. Yeye hanielewi. Kutwa nzima, bana uwe basi adimu. Uwe adimu kidogo. Nyie muelewi saikolojia pia. Mtu akikwambia nakupenda na kuwa nataka usijibu hapo hapo sawa. Hata kama ulikuwa na kiu ya kuolewa, usijibu hapo hapo sawa. Unapoteza thamani. Muonyeshe kama utaki. Bwana hapana, mimi mpaka niwaze kwamba labda tuombe, labda tufunge siku 7. Wewe mwenyewe unasema yani Mungu asante huko ndio unasema Mungu asante, lakini huko nje sema hapana. Ndio inavyotakiwa. Au unaongeza thamani. Akikupigia simu, hakikisha unamsumbua kidogo. Simu ya kwanza unaiacha inalia, ya pili unaacha inalia, ya tatu unaacha inalia, yani naomba nipigie dakika 5 unaiacha, yani kama vile uko busy kumbe wala uko zako nyumbani. Nafundisha akili, unaongeza thamani na shauku ya mtu. Sio ngranga halo. Jamani. Shida nini? Mama na haraka wapi? Haya, mimi najaribu. Amina. Mungu abariki sana. Najua umenielewa. Amen. Meza mkasimama sasa.